uwepo wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Mungu kwa sababu ni mwaminifu. Yeye husema na mtu aliyekusudia. Katika nyumba ya Yese anasema kawapitisha watoto 7, lakini hakuna Mungu ambaye alimkubali. Mpaka alipokuja Daudi ndiye aliyepata kibali mbele za Mungu. Tupo wengi mahali hapa. Kila somo kuna mtu ambaye limemlenga. Na kwa hilo somo anaenda kukua kiroho. Haleluya. Anaenda kutengenezeka, anaenda kuimarika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaenda kujikumbusha kwa mambo ya ndoa. Ndoa sio mpango wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa ni mpango halisi wa Mungu, wala sio mpango wa mwanadamu. Ingelikuwa ni mpango wa mwanadamu, angelibadilisha. Baada ya kuona sasa wanadamu wametaka mabadiliko, angefuata mabadiliko ya wanadamu yaliyopo kwa sasa. Lakini kwa kuwa ni mpango wa Mungu, hakuna awezaye kubadilisha. Mume na mke wataoana. Haleluya. Haya mnayoyasikia ni mipango ya wanadamu, wameitaka wao nje ya mpango wa Mungu. Kwa hiyo ndoa ni mpango halisi wa Mungu. Usijute ukaona umekosea kuwa na ndoa. Hapana, ni mpango halisi wa Mungu. Haleluya. Na kama ni mpango halisi wa Mungu, tunapaswa kuishi katika utaratibu wa Mungu. Hatupaswi kuishi kama tutakavyo sisi. Tunatamani kuishi kwa mpango wa Mungu halisi. Haleluya. Na mambo ambayo tutaenda kujikumbusha ni mambo ambayo umejifunza kwenye moja wa kina mama nyumbani, umejifunza kwenye jumuiya ya wanawake kwenye ukoo wenu, walipokuwa wanakusindikiza kwenda kwako walikufundisha. Yamkini umeyajua zaidi ya mimi ninapoelewa. Haleluya. Mna bahati siku hizi wengine wanawafundisha. Sisi kabila letu zamani walikuwa hawafundishi binti. Tulikuwa tunakuta tu ameolewa, lakini nilipoenda kwa Wanyakyusa wasema vikumosya asumwike kunyamara. Manake vikumosya vikumfunda, wanamfundisha, wanampa maelekezo mazuri. Lakini kwetu kule nilikuta ukiolewa wewe umeenda tu. Mama yako alikuwa na tabia mbaya, unaenda nayo hiyo hiyo. Ndio malezi tuliokuwa tunajifunza hapa. Tulikuwa hatuna mafundisho, lakini sasa hivi asante Mungu yapo makanisani. Kioko na kwa kiumbe kipya naenda kupata mambo mapya. Kwa hiyo tumeyapata mambo mengine mazuri kanisani. Haleluya. Mimi ni mwanachuo niliyesoma madhabahuni. Haleluya. Elewa hivyo hivyo. Nitaanza sehemu hii sababu za wanawake kukawia. Nitaanzia hapa. Kuna sababu ambazo zinasababisha kwa wanawake wasipende ndoa, wasimpende mume, wasipende tendo la ndoa. Haleluya. Kuna baadhi ya sababu ambazo wanawake hawapendi tendo la ndoa. Wamefika kwenye ndoa zao lakini hawatamani tena tendo la ndoa. Hawalitaki. Hawakuta kupenda kwao, hawafiki kileleni, hawafiki ile hatima inayotakiwa katika mapenzi. Haleluya. Yaani hawafiki. Kuna mahali tunatakiwa tufike katika tendo la ndoa. Amen. Haleluya. Kwa hiyo anasema sababu za wanawake kukawia kufika kileleni. Kileleni sio kilele cha mlima Kilimanjaro au mlima Mbeya. Haleluya. Kilele cha tendo la ndoa. Haleluya. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinasababisha wanawake hawafiki. Wanaume wanafika, wao hawafiki, hawamalizi tendo la ndoa. Imefikia kiasi hicho wanawake wengi wanachukia tendo la ndoa. Haleluya.
ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake angeona ladha, angefika, angeona utamu, angefika. Hajafika kwa sababu hajaona utamu wowote katika lile tendo. Kwa hiyo kunakuwa na sababu zinazosababisha hafiki. Haleluya. Naomba unielewe kwa hivyo kwamba kuna kitu kinachosababisha hawafiki kileleni. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza, moja, uvivu. Uvivu wakati wa tendo la ndoa. Mbili, pengine najitahidi sana kuwa hivyo. Moja, uvivu wakati wa tendo la ndoa. Wanakuwa wavivu, hawajishughulishi, hawatikisiki. Tangu walipokaa wamekaa vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitendo kama hiki kinamfanya ule uvivu wake unamfanya asifike kileleni, asimalize, maana anaachwa njiani. Haleluya. Mbili, pengine kutakuwa na tatizo la kiafya kama vile presha ama msongo wa mawazo au kisukari na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vitu vinaweza vikasababisha, lakini Mungu hatutaenda sana kwa habari ya afya hiyo. Kila mtu kama anaumwa, hata chakula uweze kula kwa kufurahia. Lakini kitendo cha uvivu wakati wa tendo la ndoa. Tendo la ndoa linahitaji kujishughulisha kuliko unavyojishughulisha sokoni kwenye kuuza kule. Lile linahitaji akili, linahitaji ufahamu, linategemea kila kitu chako kilichopo mwilini. Haleluya. Wengine hawamalizi kwa haraka kwa sababu hulala na nguo nyingi. Zile nguo hazigusiani na joto la mwenzake. Amefunua tu nguo na kutoa chupi na taiti, basi amemwacha mume wake aingie kwake pasipo kutoa nguo zake. Lile nalo inakuwa ni sababu ambayo inasababisha mtu asifike kileleni, maana hana uhusiano, hagusani naye, amemwachia tu. Haleluya. Ni mvivu, hana hata neno la kumhamasisha mwenzake ya kwamba baba, hivi baba, hivi baba. Bwana Yesu asifiwe jamani. Amen. Haleluya. Kwa hiyo wamama, tuache uvivu wakati wa tendo la ndoa. Unapojishughulisha ndipo unapompa hamasa mume wako, na kuna kitu kinajijenga kwenye akili yake, kinajengwa kumbukumbu ya kwamba alikuwa anafanya hivi, jana mke wangu alifanya hivi, mimi nikasikia vizuri. Anakuwa na kumbukumbu, kesho anarudi tena. Haleluya. Kitu kingine, mavazi yanapokuwa mengi katika mwili, yale mavazi yanapunguza lile joto na moto kutoka kwako kwenda kwake. Wanaume wako huru, hawezi kuingia kitandani na koti hata siku moja. Yaani yeye amejiamini 100%. Ameshakuwa ameweka pale, hawezi kuja na jinsi. Anakuja kila kitu kaweka. Haleluya. Lakini wanawake, mara kitenge, mara mtandio mwepesi unakuja nao kitandani. Haleluya. Hivyo vitu vinasababisha usifike kileleni na hutafurahia ndoa hata siku moja, hutajua ladha ya tendo la ndoa. Haleluya. Lakini ukiwa unajiandaa vizuri, unatoa nguo zote, ukiwa peke yako unawaza jinsi utakavyofanya. Nikifika pale leo hii, baba fulani, nataka nimuonyeshe mimi nilivyo. Unafika kwanza umeshaandaa siku ya mema, kiache chakula kipumue, ale ambacho kimetoka mvuke, ale kina ladha, anakula kiweka chakula huku kiko vizuri. Haleluya. Unakula chakula cha moto saa 4 alafu nataka kufurahisha katika tendo la ndoa, ni kitu ambacho hakipo. Haleluya. Hicho kitu hakipo. Pika mapema, unakaona kamwili kangu na muonyesha wakati fulani. Haleluya. Niko vizuri pale, nikwambia mimi
Haleluya. Hata kazi yoyote ya kawaida huwezi kuifanya kwa bidii, utashindwa wakati mwingine. Haleluya. Na tatu, huwa na shughuli nyingi na kukosa muda wa kupumzika. Uchovu unaweza kuathiri tendo la ndoa. Shughuli nyingi zinaweza zikaathiri tendo la ndoa. Kuwa na shughuli nyingi na kukosa muda wa kupumzika. Uchovu unaweza kuathiri tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Unajua nini, wanawake tumeingia kwenye shughuli nyingi na tunachoka sana. Tumekuwa watu wa kuwaombea wenzetu ili wabarikiwe, wawe na bidii, ili watuletee nyumbani wakati tuko vizuri. Tumekuwa wavivu kuwaombea. Mwanamke yuko tayari kuomba abarikiwe yeye kuliko mume wake ili amkomoe. Awe na pesa nyingi yeye kuliko mume wake ili amkomoe. Anataka awe na miradi mingi kuliko mume wake ili amkomoe. Amesahau kwamba atakapomkomoa amejikomesha hata yeye mwenyewe. Ana shughuli nyingi. Alafu tukikasa, nikwambia yani mtumishi wa Bwana, yani mume wangu mimi, yani mwenyewe sifiki mwishoni, yani niko tu akimaliza amemaliza. Wewe ulikuwa na mawazo wakati wa tendo la ndoa, ndio maana alikuacha. Kwa hiyo sasa basi tunapaswa kuwa na mipango mizuri ya kazi yetu, ili uchovu usijukawa sababu ya sisi kutokufika kileleni. Haleluya. Kwa hiyo inapaswa tuwe na mpangilio mzuri wa kazi. Kwamba niongelee sana hapa penye uvivu sisi wanawake. Kuna waliofundishwa, lakini yale mafunzo yake aliyofundishwa anatumia kama kumkomoa mwanaume. Ni sawa umefundishwa kucheza kitandani, lakini unafanya kama kumkomoa mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Tendo la ndoa, wewe uliyeolewa, yule mume ndio mume wako halisi. Sawa? Ndio mume wako. Hauna mpango wa kwenda kwingine? Una mpango wa kwenda kuchagua mwingine? Kwa hiyo yule mume jinsi alivyo maumbile yake, makubwa, madogo, manene, membamba, mchukulie jinsi alivyo na useme hiki ndicho changu ambacho Mungu amenipa. Ukikidharau hautafika kileleni na utakuwa kusanyika na sisi wa mama, una hasira moyoni mwako. Maana mtu ambaye hana ushirika na mume, hasira kichwani zinakuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hadi watoto wanapigwa. Acha kutupigia wajukuu zetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafinya kama baba yako, wapi mtoto kafanana na babake, tena mwingine wa kike kabisa. Kama baba yako, wapi? Tengeneza mambo vizuri. Nenda kasherekee. Unajua tendo la ndoa ni kitu kizuri. Hadi yule mwanamke Naomi mimi nampenda, alimwambia Ruth akasema, mwanangu nataka ukapate raha. Ukapate raha. Mbona mkali anamwambia apate? Kwani kule kwake walikuwa hawacheki? Kwani pale kwake walikuwa hawali? Mpaka Boaz alichukua jukumu la kuwapa hadi chakula cha nyongeza wakale, lakini akasema hapana. Haleluya. Ukapate raha. Punguza kidogo ubize wa kazi. Kuwa na muda, alafu na mawazo yako unapowaza vitu vingine, waza na kwamba mume wangu nitampikia chakula, ataoga, alafu shiriki tendo la ndoa. Ngono. Haleluya. Kiambiwa ngono naona ni zakule kwa makahaba. Hata ile unayofanya wewe ni ngono, ila ifanye katika uhalali na katika mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Najua unaelewa sana, ila nakukumbusha ukakaze kitu unapoenda. Bwana Yesu asifiwe. 4, aibu iliyopita kiasi. Utafiti aibu iliyopita kiasi. Utafiti umebaini kuwa wanawake wengi wakati wa tendo la ndoa hufumba macho. Bwana Yesu asifiwe. Hufumba macho. Hawapendi wawashe taa.
kukosa wakati wa usiku, kukosa ubunifu na kukosa wanafumba macho. Hivi kama unafumba macho utaona nini? Nimekosea, nilikuwa nataka niende kwa mama. Haleluya! Kuna watu wanafumba macho kipindi cha tendo la ndoa, wengine wanazima taa. Utamjuaje mume wako? Haleluya! Mume wako anakuwa hivi kakitoka kadogo, utamjuaje? Mwambie wao mume wangu, nakupenda mume wangu. Mungu atutie nguvu, tushiriki tendo hili kwa nguvu zote na kwa upendo. Mume wangu fanya hivi. Haleluya! Wengine hata wakiminya utasemaje? Mfunga macho. Wewe, tendo la ndoa linahitaji uhuru na nafsi. Haleluya! Wakati wa tendo la ndoa, fungua macho, mwangalie mume wako. Muda mwingine mwangalia hata anapofanya, mwangalie ulize wake, amewekaje kichwa huyu wakati anafanya. Haleluya! Sasa wewe umefumba macho, jamani. Muda mwingine wewe mwangalie, wengine hata wakikosewa hawawezi kumwambia mume hapana baba wewe. Hayo yote yanatakiwa katika ndoa. Ndio nachekesha, lakini hiki kitu ni kizuri, kinampa mume wako uhuru wa kuingia kwako, kinakupa wewe uhuru wa kushirikiana na mume wako. Fungua macho, usifumbe macho. Haleluya! Unampa shetani nafasi. Na nyie mnaozima taa mnampa shetani nafasi. Hao wagizaji ni wa shetani, sisi ni wa nuruni. Sisi ni wa wapi? Kwa nini unazima taa? Mungu amekubarikia, kuna umeme ndani mwako, kuna sola ndani mwako. Hata kama ni kibatari, kiweke mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajawahi jua tenda ni dhambi. Nasema mengine sio dhambi, tuko kwenye kufundisha ndoa. Ni mpango halisi wa Mungu, wala si mpango wa mwanadamu. Kwa hiyo kwenye ndoa ulipo pale ni mpango wa Mungu, sio wa mwanadamu, wala sio wa mama yako wala baba yako. Ni mpango wa Mungu mwenyewe, uwe na yule mume uliye naye, niwe na yule mume niliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufumba kwako macho utasababisha macho yako yaje yatazame mume wa mwenzio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hizi kuna watu kwenye simu zao wanafungua yale mafaili, wanaangalia kabisa watu wanavyofanya ngono kabisa, lakini mume wake hafungui macho kutazama anapofanya. Hajui hata mume wake anafanyaje, hajawahi kujua. Fungua macho, mwangalie mume wako anapofanya, ili umuonee huruma, ili umpe pora atakapomaliza. Mwangalia alivyokuja hana sura, yaani mwangalia alivyo na spidi kali, ili akimaliza mwambie pole baba yangu. Kumbe kazi Mungu kiasi hiyo. Haleluya. Ile kazi ni ngumu, inahitaji kutiana moyo. Yaani kama kuna kakipengele kwa kutiana moyo ni kale kapengele jamani. Haleluya. Tutiane moyo na waume zetu, tupendane nao. Amen. Utampendaje mume kama huyo? Haleluya. Mjue mume wako muda anaohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ya tano ndio ilikuwa inasema wanazima taa wakati wa usiku. Kukosa ubunifu. Kukosa ubunifu, hii ni sehemu ya tano. Kukosa ubunifu wakati wa tendo la ndoa. Haleluya. Kuna watu yani toka walipoingia kwenye ndoa zao wanajua fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka nilale. Nitaka nilale hapa. Yaani toka lifika walimwambia mama analala juu. Ana watoto watano. Mungu yeye
kuhusu uzazi hauhusiani na furaha ya tendo. Ni furaha hiyo hiyo, lakini yeye anakupa tu. Mume wa watu anafanya bidii anavyoweza. Analima anachimbua, anafikia kama umalila, anatafuta mama baba wa watu, anakuja anakuta udongo mbichi chini, anapanda. Anaota anaendelea. Mama wa watu yeye haelewi. Yupo tu. Wanaweza asifiwe. Kuwa mbunifu wakati wa tendo la ndoa. Mwambie mume wako, "Njoo tulale kidogo." Wakati mume wako hapo kwenye ile wimbo ulio bora, anasema mkono wako wa kushoto sijui utakuwa hapa na mkono wako wa kulia utanikumbatia. Sasa wewe kama umelala hivi, mkono wako wa kushoto utamkumbatia? Haleluya. Na mkono wako huu utamkumbata? Si unabaki na hapa amekulazimisha. Nikumbatie. Kwa kulazimisha. Muda mwingine anatumia nasema chukua mkono hapa. Chukua hapa nishike hapa. Hautaki kabisa. Haleluya. Bwana apewe. Tendo la ndoa linafurahiwa na watu wawili wachangamfu, wanaomcha Mungu, ambao wanajua lile tendo kwao sio dhambi. Kwa nini unamsababisha mwanaume atende tendo lile kama dhambi kwako? Yaani kama vile anakubaka. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Usimsababishe mume wa watu akubake. Muone naye awe huru kana kwamba ameoa na mke wake ndani. Asifanye haraka ili atimize tu kwamba atoe ule uzito mwilini. Haleluya. Afanye kwa kufurahia, mkishirikiana pamoja na wewe. Kuwa mbunifu mwanamke. Siku nyingine mwambie baba lala kidogo chini. Na mimi nije juu yako. Hebu nijaribishe unavyofanyaje. Sasa umefungua macho na kaida wako ulimuona anavyonuna. Na wewe kazi yake. Nuna na wewe juu yako. Nisaidie baba. Mwambie baba nifanyeje? Nichezake wapi? Atakuelekeza. Bye. Kesho atasema mke wangu amesema na mimi nifanye hivi. Kwa hiyo itakuwa ni furaha ndani ya ndoa. Haleluya. Nimeuliza kuna binti. Hata kama ni binti uliopo huko basi ni mtarajiwa kuolewa. Ukafanya haya ninayosema kwa mume wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndani hata kama pana wajane basi pana wafiwa. Nyie wafiwa mkafanye hivyo mtakapoenda kuolewa. Haleluya. Ila mjane ukawafundishe watoto wale ambao watakuja kuomba msaada kwako. Sio kila tunalojifunza hapa linatupasa tukalitende sisi. Lingine ni la kumsaidia yule atakayekuja kuomba ushauri kwako. Haleluya. Tumepata malalamiko mabinti muda mwingine katika shughuli hawajishughulishi kama hivi inavyosema somo letu. Haleluya. Kuwa mbunifu wakati wa tendo la ndoa. Muulize mume wako. Haleluya. Usemeshe hata kwa sauti nzuri. Semeshe kwa sauti. Anavutika zile sauti unazozisema kwa upole zinamfanya kesho kazini alipofanya kazi anakumbuka kile kitendo, anakuja akiwaona wanawake wengine hawafai ila maana wewe umewazidi wote. Haleluya. Wewe umewazidi wanawake wote. Wewe ndio mzuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio mlembo wake, wewe ndio kila kitu. Jifunze ubunifu wakati wa tendo la ndoa au mwanzo wa tendo la ndoa. Jifunze ubunifu kuanzia sebuleni hata unapoenda chumbani. Haleluya. Jifunze kumkarimu mume wako chumbani. Hata kama umeshindwa kutukarimu majirani, lakini mume wako mkarimu, mkaribishe chumbani. Siku moja akuja akasema tuende chumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Sita inasema wanawake wengi hawashiriki kikamilifu kufanya tendo la ndoa. Huwa wanaachia wanaume tu. Ni tendo ndiyo maana kuchelewa kufika kileleni. Iwapo mwanamke akihusika kikamilifu katika kufanya wakati wa tendo la ndoa, ataondokana na tatizo la kukawia kufika kileleni. Haleluya. Hawafanyi kikamilifu. Bwana apewe sifa. Bado tunaendelea kwenye kile watu hawafiki kileleni kwa sababu hatufanyi kikamilifu.
mwanamke anaweza akawekwa kwenye tendo la ndoa kwa sababu ya mume kwamba amehitaji. Yeye anawaza vitu vingine, hajishughulishi pamoja na mume wake. Kile kitendo hautaona ladha, utakuwa nasikia tusikiza kwamba wenzao wanasimulia habari za ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kwa kina mama, haitakusaidia kitu. Utaenda kwenye kitulano, haitakusaidia kitu kama hautajitoa wewe mwenyewe kujishughulisha wakati wa tendo la ndoa. Umeacha kwenu kila kitu, umeacha vitu vingi. Kitu ambacho amepungukiwa huyu mtu ambaye wewe umeambiwa ni msaidizi wake, alikuwa amepungukiwa nini? Alikuwa hana hicho ulichonacho wewe, na wewe umeondoka kwenu kule kuacha wazazi wako na utajiri wote walionao, kwa sababu umekuja kuhitaji kile ambacho hauna kwa huyu mwanaume. Maana yake kuna vitu ambavyo vinatakiwa vikutane viwili. Haleluya! Hivyo vitu sasa vinapotakiwa kufanya kazi, kufanya ule ushirikiano, tunatakiwa tushirikiane wote wawili. Haleluya! Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Amen. Jitahidini sana wamama, tujitahidi kushirikiana na waume zetu wakati wa tendo la ndoa. Kucheza ipo sasa, wanasema kucheza. Jitahidi kucheza, kujitikisa, kufanya kama kampishano fulani, ili apate ladha iliyo halisi kutoka kwako. Haleluya. Wameleta blender zile za hivi. Ile blender inatakiwa ushirikiano na karoti ili ichuje yale maji yaende kwenye bakuli. Haleluya. Kwa hiyo sasa inatakiwa ukae vizuri, ushirikiane ili yale maji yachujike vizuri kwenda kwenye bakuli uliokinga kutoka kwenye blender. Haleluya. Na blender yenyewe ni wewe, karoti ni yeye, bakuli ni kile Mungu alichoweka ndani kule kinachopokea, ili kiote kizae matunda. Ndio hao wajukuu zetu tunawasubiri kwenu. Haleluya. Amen. Wewe ni chombo kizuri kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Unayaelewa, ila nakukumbusha, kaongeze spidi ili tuwe wanawake na jeshi lililo bora, tukalinde nyumba zetu kama wanajeshi wa tendo hilo. Nalo ni ulinzi tosha wa kulinda mume wako. Kuna watu wameenda kwa waganga, wanatafuta ulinzi wa mume. Ulinzi wa mume unao mwenyewe. Ndoa hainogi kwa dawa ya mganga, hainogi kwa yale wanayosema nimemwekea dawa. Hapana, wewe mwenyewe ni dawa tosha sana kwa mume wako, yaani ni dawa nzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani? Wanawake wengi wana tabia ya kuweka vitu mioyoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia. Nani? Nimeikimbia sana kwa sababu fulani. Haleluya. Sijaisema sana. Nani? Wanawake wengi wana tabia ya kuweka vitu mioyoni mwao. Anapomkosea mwanamke anaweza samehe upesi, hata kama kosa liwe kubwa kiasi gani, lakini hawezi kusahau. Na inatokea mara nyingi sana unapomuudhi au unapomkwaza. Hali hiyo humsababisha kushindwa kufanya tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake wengi wana tabia ya kuwekeza vitu ambacho mwenzie alimfanyia. Kwa hiyo hiyo nayo inakuwa ni sababu ya mwanamke kushindwa kufanya tendo la ndoa vizuri. Haleluya. Kama nina kikwazo na mume wangu, siwezi kuwa na furaha naye, lakini kama nikimsamehe na nikajua ni mume wangu, maana tumekuwa mwili mmoja, maanake siwezi kuuchukia mkono wa kushoto wala wa kulia nikasema nampenda huyu, maanake sisi tayari tumekuwa mwili mmoja, si ndio jamani? Kwa hiyo ukiwa umemchukia huwezi kufanya tendo la ndoa kwa usahihi. Ni lazima utamwachia. Ambia nimekuachia.
Bwana shughulika, nimekuachia. Bwana nisaidie, nimekuachia. Haujui kwamba unatengeneza sumu ambayo itakudhuru wewe mwenyewe. Haleluya. Mwanaume akija mara ya kwanza, Bwana tufanye hivi kama tulivyo wanaume. Samahani wa baba, siwasemi vibaya baba zangu. Wanaume amefundisha mlezi wa watoto. Mtoto hupata kile unachokifanya. Kama umezoea kila siku mnapofanya tendo la ndoa unacheza, unakatika, alafu imefika siku hiyo unamwambia nimekuachia, anakuangalia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaanza kufikiria kwamba nilikosea kumwoa huyu mtu, sio mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msamehe, alafu mtakapoingia kwenye tendo la ndoa, ingia kwenye tendo la ndoa. Fanya kama unavyofanya siku zote. Haleluya. Ukibadilisha tu kwamba leo sichezi, leo simsemeshi, wanawaza kwamba kwa nini? Maana wanaingia kwenye mazoea yale ya tunayofanya kila siku. Haleluya. Hata wewe mwanamke unaruhusa kuanza mwanaume. Sio kila siku yeye tu ndaseme. Sababu kila kuna. Hata wewe pia siku nyingine tafuta sababu, ndio maana msema uwe bunifu. Shike mume wako. Hana neno jamani. Shike mume wako. Hana neno. Au kama amelala, si amejiachia, anajua tuko wawili, sisi ni mwili mmoja. Mguse mume wako, mshike. Ana vitu vingi vya kumshika. Haleluya. Mungu amewajalia. Ana vitu vya kumshika. Gusa. Mwambie ni karoti ndo ya kwangu. Haleluya. Naipenda. Haleluya. Hutu tu viazi hivi hutu sana shike kidogo. Haleluya. Usiguse zile eneo kwamba aone ishara kwamba mke wangu na mimi ananihitaji, ananipenda. Yaani ni furaha kwa mwanaume sana ukamshika ile, umshika sasa kupatia hivi. Maziwa yako tunakugusa, hujavaa glasia wala kitenge. Yaani vile unavyokugusa tumbo lako linakugusa. Sio umeona kwenye wimbo bora tumesikia wanawake kila kitu. Yaani kila kitu ni ua kwa mwanaume. Kwa hiyo unavyokupatia mshike. Jamani, wakolisa simesema hayupo huu, mwili wake ni wa kwangu na wa kwangu ni wa kwake. Si ndio jamani? Kwa hiyo ule mwili si wa kwangu. Maana nashindwa moja kwa moja kwa mwanangu, nataka tufanye tendo la mwili si wa kwangu. Naweza nikauchezea kwani huku kama mkono kanaenda kanashuka kanamshika, ila usije ukawa sababu na wewe kamzuia atakaposema siku unakuta naye anakuja anafanya kisimzuie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu ni wa ajabu. Nikikaa na mtafakari nakuta yaani simalizi matendo yake makuu kwa jinsi alivyofanya na kwa jinsi alivyoumba na kwa jinsi alivyobuni ubunifu mkuu huu. Namshangaa sana Mungu kwenye hiki kitendo. Haleluya. Kwa sababu ameweka mimi kwangu maziwa mtu anachezea maziwa tu masikio kwake, nikicheka jiona tumeno ni furaha kwake. Haleluya. Na yeye Mungu ameweka mahali pa kuchezea, nachezea nashika hivi. Hata onyesha amekasirika na mwambie acha hasira. Njoo ficha magumu, najua umekasirika ni baridi. Njoo fichame. Haleluya. Kwa hiyo fiche mume wako sehemu ya joto iliyo safi, iliyooga. Haleluya. Iliyosafishwa. Amen. Wanawake tuliookoka, ndoa zetu na mwingine zinatushinda kwa sababu ya kiburi. Haleluya. Tunafanya kiburi cha kimungu. Kiburi cha kimungu. Amesema tuwe na kiasi. Tuwe na kiasi, imeandikwa tuwe na kiasi. Tuwe na kiasi. Tuwe na kiasi kipi? Kiasi cha wapi? Kuwa mwazi kwa mume wako, mwelekeze hali halisi iliyopo. Unaumwa, mwambie mume wangu naumwa. Sawa? Naumwa mume wangu. Anatakuwa naumwa sana kiasi kwamba hata uwezi kabisa. Uliwaga anapokuuliza uwezi kabisa, manake tayari alikuwa ameshajipanga kama anataka ingie kwako. Naambia naweza lakini kidogo. Hivyo ila sitaweza kukuhudumia kama ilivyo siku zote. Usimkatishe tamaa. Mimi bwana hapana. Kwanza wamesema tuwe na kiasi. Hasa mimi naumwa. Mimi nifanye nini? Sijui nini, unamwacha hivyo. Anza kuwaza. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mimi nasemaga Mungu wanaume maombi yao yana hasira kuliko ya kwetu. Si ndio?
Mume wangu ila akinijua ananielewa, Helena hapa, Helena ni mtaji. Anatambua kabisa hapa Helena ni mtaji. Tu stop between. Nilikuwa nimekumbuka. Yaani kwa kumsemesha mara namuita kajina kake, mara namkumbusha mambo ya zamani, mara namkumbusha tulipoanzia, anajua tu leo hii huyu mtu ni mhitaji. Anajua kabisa. Na muda mwingine najikaza. Mimi jamani najikaza. Naambia leo hii mama. Muda mwingine hadi simu namwambia, yaani leo hii usije ukaroga ukajichanganya huko. Yaani huko nakusubiri. Haleluya. Kama kuna uwezekano wa kula wewe kula tu. Kama unakuja kula hapa nyumbani njoo ule. Lakini kama kuna uwezo wa kujiandaa hilo unapotembea njiani jua mimi huku nyumbani na kuhitaji wewe na vyote ulivyo navyo. Haleluya. Amen. Inabidi umwambie ukweli, usimfiche. Unapoficha unasababisha maradhi. Ataenda huko muda mwingine atajipitisha Delila mbele yake. Anajua wewe nyumbani kila siku unasemaga, tuwe na kiasi. Hata Biblia imesema tuwe na, nasema yule mwenye Biblia yule. Atakusema na kiasi nikamwachaje? Hivyo. Wanaweza asifiwe. Tuna wale ambao waume zetu hawajaokoka. Hebu tunyoshe mikono ambao tuna waume hawajaokoka. Nyosha mikono ambao waume zetu hawaendi kanisani. Nyosha vizuri. Mbona mnakuja? Amina. Haleluya. Wanakunywa wangapi waume zao wanakunywa pombe? Wanakunywa na pombe kabisa. Wanaenda na baa, wanaenda kirabuni. Haleluya. Amen. Mlionyesha mikono wa Madina Mponga. Wa kwetu kule. Anakunywa pombe. Mume wako. Sasa usipomwandaa mapema, ngamwangu sinde kushira bukura. Ngamwangu mkongo mwana weshirwa. Ngayemba. Ngayinzia. Akuti tujende huko kona kala. Timuro. Sio shida sana kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wanapewa sifa. Sisi ambao mbezetu wanakuja na kwamba kienda baa wale wanaenda wameoga. Wanamwambia Bwana shida yako nini? Yaani hapa pako safi. Bwana Yesu asifiwe. Anamuelekeza mama, anampa mambo moto ambayo wewe hujawahi mpa. Hujawahi mueleza, hajawahi sikia masikioni mwako. Nakwambia mtaki shida nini? Shida nini? Yaani hapa niko tayari. Wewe unatakaje? Niko safi. Haleluya. Kwani unashinda? Na mume wako ametoka kujishughulisha. Ana kahela pako mfukoni. Na wewe huku unasemaga maombi kwanza. Unaanza kuabudu kwanza. Bado hujamhudumia, ametoka safari. Unaanza kwanza anamjua tunakuabudu yule. Haleluya. Hajui tunakuabudu yule. Yeye anakujua wewe, anajua na kanani basi, akajua basi. Anajua na Helena huyu basi. Nani? Hajui kuabudu. Akifika changamka. Haleluya. Mpokee hata kama amekuja amelewa. Wewe mpokee. Karibu. Haleluya. Siwezi kumtaja jina la mume wako, namtaja wa kwangu. Karibu Joji wangu. Kuja Joji wangu. Haleluya. Ametoka kuchakalika. Ili aje nikumie Helena. Na mwanzo mapema kisha sema nimefika. Niko mahali fulani na mwambia baba mimi nimekumisi wewe niletee tu hicho tunanicho. Niletee. Haleluya. Naambia unaoneje leo usiende hata mtu. Njoo tu moja kwa moja nyumbani. Jamani penzi alizee.